Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo Ministry, karibu tena katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa tukijifunza. Katika somo lililopita tuliweza kuona tofauti iliyopo kati ya wakati na wakati maalum, lakini nikakuahidi panapo majira kama haya tutaangalia somo lenye kichwa kinachosema nani atakayesimama. Lakini kabla ya kuanza somo hili, ningependa kukualika, kama una nafasi ya kupiga magoti utapiga na magoti, kama una nafasi ya kusimama utasimama, na kama una nafasi ya kukaa hapo ulipo utainamisha uso wako tunapoenda kumuomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako na upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa fursa hii ya pekee ambayo umetupatia kwa ajili ya kujifunza kweli zako kuu katika mpango wako mkuu wa ukombozi. Tuwezeshe kweli hizi ziweze kupokelewa na mioyo yetu, na mwisho wa siku tuweze kuwa watendaji wa kweli hizi kuu ambazo unatufunulia kwa ajili ya kutuandaa kusimama katika zaama ambayo iko mbele yetu. Na kusi uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi sote, uweze kuwa pamoja na anayenitazama na anayenisikiliza, lakini pia hata uweze kuwa pamoja na mimi mzungumzaji, kwa sababu pasipo wewe siweze kufanya neno lolote lile. Najua ni mdhaifu, ni mpofu na maskini, lakini Baba, nitumie katika wasaa kama huu kwa ajili ya kuzungumza na wana wako. Naamini umesikia na utajibu sasa na mapenzi yako. Ndilo ombi langu kwa imani, kwa jina la Yesu, amina. Kaka na dada katika Kristo, huwa napenda kukusisitiza unapofuatilia masomo haya, ni vizuri uwe na kalamu yako, lakini pia ni vizuri uwe na karatasi yako, lakini muhimu zaidi uweze kuwa na Biblia. Unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana, fungua pamoja nami katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 17. Ufunuo Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 17. Hapa tunakutana na swali linaloulizwa katika vizazi vyote. Hili ni swali ambalo kila mtu katika kila kizazi amekuwa akijiuliza, na Mungu ametoa wito kwetu sisi Waadventista wa Sabato kwa ajili ya kutafakari swali hili la Ufunuo Yohana sura ya 6 mstari wa 17, ambapo ndipo nimetoa kichwa cha somo kinachosema ni nani atakayesimama. Unapotazama katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 17, neno la Mungu linasema, kwa maana siku iliyo kuu. Hii ni siku gani iliyo kuu? Ni siku ya zaama ambayo iko mbele yetu, na zaama ambayo iko mbele yetu tuliona ni amri ya Jumapili katika nchi ya Marekani, ambapo amri ya Jumapili itakapotangazwa katika nchi ya Marekani, siku ya Bwana itakuwa imetujia, kwa sababu hukumu ya upelelezi itakuwa imetoka kwa wenye haki waliokufa na imeanza kwa wenye haki walio hai. Ndiyo siku kuu ya Bwana ambayo iko mbele yetu. Ndio maana tunasema kwa maana siku iliyo kuu. Anazidi kusema hapa ya kwamba ya hasira yake, na siku hii itaendelea kutanuka mpaka Kristo atakapokuja mara ya pili katika mawingu ya mbinguni. Amesema siku ya hasira yake imekuja. Tafsiri sahihi imesema hasira yake, lakini unaposoma Biblia ya Kiswahili imeandika hasira yao, lakini tafsiri sahihi ni hasira yake imekuja. Na anauliza swali, naye ni nani awezaye kusimama? Na kama unakumbuka katika kipindi kilichopita tuliweza kuona ya kwamba shetani yupo macho katika mwamko mkuu, na yupo macho katika mwamko mkuu ni kwa sababu anajua na kuelewa wakati, na kile ambacho shetani anakifanya katika kipindi hiki ili kuwafanya Waadventista wa Sabato wasisimame katika sikukuu ambayo iko mbele yetu, tukosesha kupata uelewa sahihi wa wakati, na hivyo anaiba ujumbe wa wakati wetu, na ana hakika ya kwamba atakapokamilisha kuiba ujumbe ambao Mungu ametufunulia kwa wakati wetu, tutaendelea kusinzia na tutaweza kusimama, kwa sababu hakuna mtu ambaye yuko katika usingizi anayeweza kusimama. Hatua ya kwanza kusimama ni kuweza kuamka katika usingizi. Na katika vipindi vilivyopita tuliweza kuona sisi Waadventista wa Sabato tumelala.
Nitakukumbusha tulitazama pia katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la pili, ukurasa wa 336 na 337. Mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba baadhi ya wajumbe wetu wamelala. Tutakuja tutaangalia kwa nini hawa wajumbe wamelala. Ni kwa sababu hawajajua wakati, na hivyo basi wakashindwa kutambua ujumbe wa wakati wao utakaowaamsha katika usingizi, lakini pia utakaowasaidia kujiandaa wao na familia zao, pamoja na kuliandaa kanisa la Mungu kusimama katika siku kuu ambayo iko mbele yetu. Kwa mjumbe wa Mungu anasema baadhi ya wajumbe wetu wamelala, kama vile ambavyo kanisa limelala, lakini shetani yuko macho katika mwamko mkuu. Lakini katika kurasa hizo anaendelea kusema, ukurasa wa 337, mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba wanaume na wanawake katika kanisa la Mungu wako katika saa za mwisho za kufungwa rehema yao, lakini ni wazembe na wasiojali. Anaendelea kusema wajumbe hawana nguvu ya kuwaamsha. Na hii nguvu ni nini? Unapotazama katika kitabu cha Warumi, fungua pamoja nami kitabu cha Warumi. Katika kitabu cha Warumi nitasoma sura ya 1 mstari wa 16, tuone nguvu ambayo wajumbe wanapungukiwa kwa ajili ya kuwaamsha watu wa Mungu, ili mlango wa rehema utakapofungwa waweze kuamka, lakini pia wakutwe wakiwa wamesimama kipindi kuhani anafunga mlango wa rehema. Unapotazama katika kitabu cha Warumi, fungua pamoja nami kitabu cha Warumi sura ya 1 na ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, kwa maana siionei haya Injili. Kumbe Injili ndiyo nguvu ambayo wajumbe wanakosa kwa kuweza kuamka wao wenyewe, lakini pia kuwaamsha watu wa Mungu ili waweze kufanya maandalizi yatakaowasaidia kusimama katika siku kuu ambayo iko mbele yetu. Anasema kwa maana siionei haya Injili. Na hapa mjumbe wa Mungu anapozungumza Injili, unaposoma katika kitabu cha Lulu za Uzima, ukurasa wa 78. Lulu za Uzima kwa Kiingereza ni Christ Object Lesson, ukurasa wa 78, au kwa Kiswahili ni vielelezo vya mafundisho ya Kristo. Mjumbe wa Mungu anasema kwa kila kizazi Mungu ana kazi maalum na ujumbe maalum. Kwa hiyo hata Injili tunayozungumzia hapa, ambayo ni nguvu ya kuwafanya wajumbe pamoja na washiriki kuamka na kufanya maandalizi yatakayowasaidia kuweza kusimama, ni Injili ya wakati wetu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba kwa maana siionei haya Injili kwa sababu ni uweza. Biblia ya Kiingereza imesema power, nguvu. Anasema kwa sababu ni uweza au nguvu ya Mungu iletayo wokovu kwa kila aminiye, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa mjumbe wa Mungu anaendelea kusema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la pili, ukurasa wa 337. Anasema wajumbe hawana nguvu ya kuamsha hawa wanaume na wanawake katika kanisa la Mungu ambao wako katika saa ya mwisho ya kufunga rehema yao. Anaenda kusema wajumbe hawana nguvu ya kuamsha. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wenyewe wamelala. Anashika kwa kusema wajumbe waliolala wanalihubiri kanisa lililolala. Kwa hiyo ili kanisa liweze kuamka na watu waweze kuandaliwa kusimama katika sikukuu ambayo iko mbele yetu, ni lazima watu waweze kupokea ujumbe kwa wakati. Lakini wanapokea ujumbe kwa wakati kwa namna gani? Mungu amechagua wachungaji, amechagua watumishi wake ambao watakuwa wa kwanza kuona hatari, lakini watakapoiona hiyo hatari hawatakaa kimya, watapaza sauti na kuwaamsha washiriki waweze kuiona hatari hiyo, na kabla ya kujiliwa na hatari hiyo waweze kufanya maandalizi yatakayo wawezesha kusimama. Unapoangalia, fungua pamoja nami unapoangalia kitabu cha Ezekieli sura 33,
Nitasoma mstari wa kwanza na kuendelea uweze kuona kwamba Mungu amechagua wachungaji au watumishi wake kama walinzi ambao wataiona dhama na watawaonya watu jinsi gani wanaweza kukabili dhama ambayo iko mbele yao, na dhama itakapotimia basi watu waweze kusimama. Na kitu pekee kitakacho tusaidia kukabili dhama ambayo iko mbele yetu ni ujumbe wa wakati wetu, ai injili ya wakati wetu. Hiyo ndiyo itakayotupatia nguvu na kutuwezesha kusimama katika siku kuu ambayo iko mbele yetu. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Ezekieli sura 33 mstari wa kwanza na kuendelea. Neno la Mungu linasema, neno la Bwana likanijia na kusema, mwanadamu, sema na wana wa watu wako, uwaambie hapo nitakapoleta upanga juu ya nchi. Anaendelea kusema, watu wa nchi hiyo wakimtoa mtu mmoja miongoni mwao na kumweka awe mlinzi wao, ikiwa aonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, apiga tarumbeta na kuwaonya watu. Ndio maana tunaambia ujumbe wa wakati huu unatakiwa kuwa kama tarumbeta itakayopazwa kwa watu wa Mungu, ili kuweza kuwaamsha na kuwafanya wasimame katika zama ambayo iko mbele yetu. Anaendelea kusema hapo ya kwamba ikiwa haonapo upanga unakuja juu ya nchi hiyo, anaendelea kusema apiga tarumbeta na kuwaonya watu. Watu wanaozungumziwa hapa ni watu wa Mungu, kanisa la Waadventista wa Sabato katika kipindi hiki cha mwisho. Anaendelea kusema hapo ya kwamba mstari wa 4, basi mtu awaye yote aisikiae sauti ya tarumbeta, huyu ndiye atakayesimama. Tarumbeta hapa inawakilisha injili ya wakati wetu. Ndio maana tunaambiwa wajumbe wanatakiwa kupiga tarumbeta za mlio maalum. Anaposema tarumbeta za mlio maalum ni wanatakiwa wawapatie watu injili ya wakati wao. Hiyo ndio nguvu itakayowasaidia wao wenyewe kama wajumbe, lakini pia ndio nguvu ambayo italisaidia kanisa la Mungu kuweza kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu, kwa sababu kichwa cha somo ni swali kinachosema ni nani atakayesimama. Na tutaendelea kuangalia hapa ya kwamba wale watakaosimama ni wale ambao watakuwa na ujumbe au injili au tarumbeta ya wakati wao. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Ezekieli sura ya 33, nitaendelea kusoma mstari wa 4. Anasema, basi mtu awaye yote aisikie sauti ya tarumbeta wala aonywi, upanga ukija na kumwondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Kwa hiyo hata nyunyu kwetu, nyunyu kwangu na wewe, ikiwa tunahubiri watu lakini hatuhubiri ujumbe ambao umetoka kwa Bwana, ujumbe ambao utatufanya kusimama katika kipindi hiki, ole utakuwa juu yetu. Laana itakuwa juu yetu, kwa sababu hatutawaambia watu ni jinsi gani watakavyoweza kukabiliana na zahama ambayo iko mbele yetu, na hivyo hao watu watapotea, lakini pia damu yao itakuwa juu ya vichwa vyetu, kwa sababu tungeweza kuwaponya kwa kuwaambia ujumbe ambao ungewasaidia kuweza kukabiliana na zahama ambayo iko mbele yetu. Ndio maana unapoangalia katika kitabu cha huduma ya uponyaji, hii nukuu inukuu katika kitabu cha huduma ya uponyaji, Ministry of Healing, ukurasa wa 448 na ile aya ya 4, mjumbe wa Mungu anasema ya kwamba Kristo alitoa maarifa tu ambayo angeweza kutumika kwa wakati wake. Kwa hata kipindi Kristo anakuja hapa duniani ili aweze kuandaa watu kwa ajili ya zama ambayo iko mbele yao, aliwapatia watu ujumbe ambao ungewafaa na maarifa ambayo wangeweza kuyatumia kwa wakati wao, ili zama ambayo ingewajia kwa wakati wao isingekuwa gumzo kwa wale ambao wangekuwa wameupokea huo ujumbe na hayo maarifa ya wakati wao na wakayaleta katika maisha. Kwa hiyo hata Kristo alipokuja mara ya kwanza duniani hakutoa ujumbe wa wakati wetu, lakini alitoa ujumbe wa wakati wao. Na alipoingia katika chumba cha kwanza katika mwaka wa 31 cha patakatifu, pia alitoa ujumbe wa wakati ambao unahusu kazi au huduma anayoifanya katika chumba cha kwanza. Lakini mwaka wa 1844 tarehe 22 mwezi wa 10 alipoingia patakatifu alitoa ujumbe kwa Waadventista wa Sabato, ujumbe wa wakati wao, onyo la mwisho la rehema.
ili uweze kuwaandaa watu kukabiliana na zama ya wakati wao. Kwa kipindi Kristo yupo katika ua wa nje, na ua wa nje wakilisha dunia. Unapoangalia katika mfumo mzima wa maskani au mfumo mzima wa hema takatifu, ilikuwa ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni ua wa nje, sehemu ya pili ni patakatifu, na sehemu ya mwisho ni patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo katika ua wa nje Kristo alikuwa ana ujumbe maalum. Asingewapa watu katika ua wa nje ujumbe wa patakatifu au patakatifu pa patakatifu, lakini alipotoka ua wa nje mwaka 31 akaingia chumba cha kwanza mwaka huo wa 31 baada ya kufa na kufufuka kwake. Alipoingia katika chumba cha kwanza, aliwapatia pia watu ujumbe wa wakati wao. Asingewapatia watu tena ujumbe wa nje, lakini angewapatia watu ujumbe wa wakati wao ambao ulikuwa ni muendelezo wa ujumbe wa nje. Hali kadhalika Kristo tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka 1844 alipoingia katika chumba cha pili kinachoitwa patakatifu patakatifu, pia asingewapatia Waadventista wa Sabato ujumbe wa nje, asingewapatia Waadventista wa Sabato ujumbe patakatifu, lakini angewapatia onyo la mwisho linalohusiana na kazi anayoifanya katika patakatifu patakatifu. Na ujumbe usio kwamba unajitegemea, hapana, lakini ni muendelezo wa ujumbe wa nje, ni muendelezo wa ujumbe wa patakatifu, na mwisho wake utakuwa na kufikia kilele chake katika huduma ambayo Kristo anaifanya katika chumba cha pili katika hekalu la mbinguni ambacho ni patakatifu pa patakatifu. Neno la Mungu linaendelea kusema katika kitabu cha Ezekieli. Tulikuwa tukitazama kitabu cha Ezekieli sura 33 mstari wa 4. Neno la Mungu linaendelea kusema, basi mtu awaye yote aisikiaye sauti ya tarumbeta wala onyi, upanga ukija na kumwondoa, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe. Lakini sikiliza uole wa mstari wa 5. Sikiliza ili onyo la kuogofya la mstari wa 5. Anaendelea kusema hapa ya kwamba alisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake. Lakini kama angalionywa, anasema alisikia sauti ya tarumbeta wala hakuonywa, damu yake itakuwa juu yake. Lakini anasema lakini kama angalionywa, angalijiokoa roho yake. Mstari wa 6 anaendelea kusema, bali mlinzi akiona upanga unakuja kama apigi tarumbeta. Ndio maana unaposoma katika kitabu cha maandiko ya awali tunaambiwa wakati hukumu za Mungu zitakapokuwa zinaijia dunia, wakati mapigo 7 ya mwisho yatakapokuwa yanaanguka juu ya wakazi wa ulimwengu, maumivu ya wachungaji, maumivu ya wajumbe ambao wangeweza kuona upanga na kuwaonya watu dhidi ya upanga ambao uko mbele yao, yatakuwa ni mara 10 zaidi ya washiriki. Kwa hiyo ni onyo kwa wajumbe kuweza kuamka na kuwa macho na kulilisha kanisa la Mungu chakula cha wakati wake ambacho ndio ukweli wa sasa, na chakula hiki ndicho kitakachowaamsha watu na kuwasaidia kusimama katika zama ambayo iko mbele yao. Anaendelea kusema pia kwamba bali mlinzi, mstari wa 6, akiona upanga unakuja kama apigi tarumbeta, wala watu hawakuonywa, na upanga ukaja ukamwondoa mtu awaye yote miongoni mwao, ameondolewa huyo katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa mlinzi huyo. Ndio maana sisi wajumbe ni walinzi. Hata pia sisi Waadventista wa Sabato, Mungu ametuita kama walinzi. Ametutenga pamoja na mifungamano ya ulimwengu na ametuita kwa ajili ya kushirikiana pamoja naye katika kazi kuu na makini ya mwisho. Ndio maana kuna nukuu inasema sisi tumeitwa kama walinzi na wabeba nuru. Kwa hiyo kama tutaona mambo yanakuja na tutasema, watu watapotea, lakini na sisi hatutaokolewa, kwa sababu tungeweza kuwaonya ili wapate kuokoka katika zama ambayo iko mbele yao. Kwa hiyo kuwa Mwadventista msabato sio jambo dogo, wapendwa. Tusichukulie kwamba ni swala la masiala au swala la kutufurahisha tunapoitwa kuwa Waadventista wa Sabato, tena zaidi tunapoitwa kuwa wajumbe au watumishi wa Mungu katika kipindi hiki cha mwisho. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, Shuhuda kwa Kanisa gombo la kwanza, nitakusomea ukurasa wa 321. Usikilize kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Watu wa Mungu katika kipindi hiki cha mwisho watatakiwa kubeba ushuhuda mzito, wana ole wa kutisha zaidi hata ya ule ambao alikuwa nao Yohana Mbatizaji. Unapotazama katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, nitakusomea gombo la kwanza ukurasa wa 321 na ile aya ya kwanza. Mjumbe wa Mungu anasema, katika wakati huu wa kuogofya
kabla Kristo hajaja mara ya ngapi? Mara ya pili. Anasema wahubiri waaminifu wa Mungu, waaminifu wa Mungu watatakiwa kutoa ushuhuda ulionyooka. Huu ndio ushuhuda pekee ambao utawaamsha watu kutoka katika usingizi wao. Anasema watatakiwa kutoa ushuhuda ulionyooka zaidi ya ule wa Yohana Mbatizaji. Anasema kazi muhimu iko mbele yao. Ndio maana hatuwezi tukakamilisha kazi ya wakati wetu kama hatujaelewa ujumbe wa wakati wetu, kwa sababu kuna mahusiano kati ya kazi na ujumbe. Ndio maana nimetoka kukwambia katika kitabu cha Lulu za Uzima au kitabu cha Christ Object Lesson au vielelezo vya mafundisho ya Kristo, ukurasa wa 78, mjumbe wa Mungu anasema kwa kila kizazi, kwa kanisa lake, Mungu anayo kazi maalum na ana ujumbe maalum. Kwa hiyo ujumbe utakao tusaidia kuweza kukamilisha kazi, na tutakapokamilisha kazi tuweze kusimama, kwa sababu wale watakaosimama ni wale ambao watakamilisha kazi ambayo Bwana amewapatia. Ni lazima tuuelewe ujumbe huu wa wakati wetu. Anaendelea kusema pa kwanza, kazi muhimu iko mbele yao na wale wahubirio mambo laini, wale ambao wataiponya jeraha ya binti Sayuni kwa juu. Tutarejea katika kitabu cha Ezekieli 33, lakini pia natamani niweze kusomea kitabu cha Yeremia. Fungua kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia Yeremia sura ya 8 na ule mstari wa 11. Usikilize wajumbe ambao Mungu hata watambua kama wajumbe wake katika kipindi hiki, na wajumbe ambao watapatwa na maumivu mara 10 zaidi wakati wa mapigo. Ni wale ambao watahubiri mambo laini, ni wale ambao wataweka kando ukweli wa sasa na kuhubiri mambo ambayo hayalengi kuunganisha kundi na kutakasa mioyo ya watu wa Bwana. Katika kitabu cha Yeremia sura ya 8 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, kwa maana wameiponya jeraha ya watu wangu. Watu wangu ni Waadventista wa Sabato. Anasema kwa juujuu, wakisema amani wala hapana amani. Lakini pia unapoangalia kitabu cha Isaya anasema wahubiri hawa. Kwa hiyo mimi na wewe tutakapoacha ukweli wa sasa, tutakapoacha injili ya wakati wetu, tutakuwa miongoni mwa watumishi hawa ambao mapigo yao watasikia maumivu mara 10 zaidi ya washiriki, kwa sababu walikuwa katika nafasi, Mungu alikuwa katika nafasi ya kuona hatari na kuwasaidia watu waweze kufanya maandalizi ili hatari itakapokuja wakutwe wakiwa wamesimama, lakini wasikutwe wakiwa wamelala. Unapoangalia pia kitabu cha Isaya sura ya 30, Isaya sura ya 30, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Isaya sura ya 30, nitasoma mstari wa 9 hadi mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, kwa maana watu hawa ni watu waasi, watoto wasemao uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Mstari wa 10, wawaambiayo waonaji. Waonaji ni kama walinzi, anaona kitu kinachokuja mbele. Anasema wawaambiao waonaji, msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno yadanganyayo. Kwa hiyo mahali popote mjumbe wa Mungu anaposema watu wanataka mambo laini, au wahubiri wanaposema mambo laini, hayo maneno yanadanganya, hayawezi ya kuwaamsha watu na kuwafanya waweze kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza 321 aya ya kwanza, anasema kazi muhimu iko mbele yao na wale wahubirio mambo laini, Bwana hatowatambua kama wachungaji wake. Ole wa kuogofya upo juu yao. Ndio maana unapotazama hapa katika kitabu cha Ezekieli, tutakuwa tunaangalia kitabu cha Ezekieli sura 33. Kitabu cha Ezekieli, tunaangalia kitabu cha Ezekieli sura 33. Ezekieli sura ya 33, nitasoma mstari wa 7. Mjumbe wa Mungu anasema, basi wewe mwanadamu,
nimekuweka kuwa mlinzi kwa nyumba ya Israeli. Nyumba ya Israeli, Israeli ya wakati ule ilikuwa ni Wayahudi, lakini Israeli ya wakati huu ni Waadventista wa Sabato. Anasema hapa ya kwamba basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, ukawape maonyo yangu. Mstari wa 8, nimwambiapo mtu mbaya, ewe mtu mbaya, hakika utakufa, nawe usemi neno la kumwonya mtu huyo aiache njia yake. Mtu mbaya huyo atakufa katika uovu wake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwako. Lakini mstari wa 9 anasema, walakini ukimwonya mtu mbaya kwa sababu ya njia yake, kusudi aiache, wala yeye asiache, atakufa huyo mtu katika uovu wake, lakini wewe umejiokoa roho yako. Ndio maana Mungu ametupatia sisi Waadventista wa Sabato ujumbe ambao utatufanya tuweze kusimama katika sikukuu ambayo iko mbele yetu. Unapotazama, fungua pamoja nami, unapotazama katika kitabu cha Zaburi 145 tuweze kuona ujumbe ambao utatusaidia kuweza kuamka na kusimama katika dhama ambayo iko mbele yetu. Ni ukweli wa wakati wetu, ni ukweli wa sasa. Unapoangalia katika kitabu cha Zaburi 145, katika kitabu cha Zaburi 145 nitasoma mstari wa 15. Anasema macho ya watu wote ya kuelekea wewe. Na anayezungumziwa hapa kama yeye ni nani? Ni Kristo. Kristo ndiye wewe anayezungumzia hapa, ambapo macho ya watu wote yanamwelekea. Na Kristo yuko wapi leo? Kristo hayuko ua wa nje. Kristo hayuko patakatifu. Kristo yuko patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo maagizo yote atakayoyatoa, maelekezo yote atakayoyatoa yanategemeana na pale alipo. Unapoangalia kitabu cha Injili ya Yohana 14:6, neno la Mungu linasema mimi ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo pale Kristo alipo ndipo ukweli wa wakati husika unapopatikana, na ukweli huo wakati husika ndio itakuwa njia kuwaongoza watu katika uzima utakaowatoa katika usingizi na kuwafanya wasimame katika zama ambayo iko mbele yao. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Zaburi 145, nitasoma mstari wa 15 na ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasema macho ya watu wote ya kuelekea wewe, nawe uwapa. Kwa hiyo macho ya watu wote ni Waadventista wa Sabato. Lazima tumfuate Kristo kwa imani ndani ya patakatifu pa patakatifu. Na tukimfuata tutafanya nini? Anasema nawe uwapa chakula chao cha wakati wake. Anasema nawe uwapa chakula chao wakati wake. Kwa hiyo kumbe Kristo hawezi akatoa chakula cha ua wa nje au cha patakatifu akiwa ndani ya patakatifu pa patakatifu. Lakini wengi chakula ambacho Kristo anatupatia, washiriki na wajumbe, tunakiweka kando na tunajitafutia chakula chetu. Na tukifanya hivyo, shetani atakuwa ametudanganya na tutaendelea kulala katika usingizi, na zama itakapofika hatutaweza kusimama, tutaanguka, kwa sababu hatutakuwa tumepokea onyo litakalotusaidia kuweza kutakaswa mioyo yetu na kuandaliwa kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu, ambao ni amri ya Jumapili, ambapo tunafahamu katika wakati kama huo tutalazimika kuweza kuishi pasipo kuwa na mwombezi katika hekalu la mbinguni. Unapoangalia pia katika kitabu cha Injili ya Mathayo, fungua pamoja nami katika kitabu cha Injili ya Mathayo, kitabu cha Injili ya Mathayo, kitabu cha Injili ya Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 24. Injili ya Mathayo sura ya 24, na nitasoma ule mstari wa 44. Injili ya Mathayo sura ya 24, nitasoma mstari wa 44 hadi mstari wa 46. Neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari. Kwa hiyo tunapaswa kujiweka tayari, lakini tujiweka tayari lazima tuwe na ujumbe utakao tusaidia ili tuweze kujiweka tayari. Na ujumbe ndio injili ya wakati wetu, na ndio nguvu, kama tulivyosoma kitabu cha Warumi 1:16, sionee injili kwa sababu ni nguvu ya Mungu iletayo wokovu. Kwa hiyo injili ya wakati wetu ndio nguvu itakayotuamsha katika usingizi wetu na kuchangamka na hatimaye kufanya maandalizi yatakayotuwezesha kusimama katika siku kuu ya Bwana. Unapoangalia
Na kitabu cha Mathayo 24:44 mjumbe wa Mungu anaendelea kusema, kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Na natamani kuambia, kuja kwa Kristo hakumaanishi tu atakapokuja mara ya pili katika mawingu ya mbinguni, lakini pia kuja kwa Kristo ni kukaribia kufanya hukumu. Unapoangalia kitabu cha Malaki sura ya 3 utaangalia pia kumbe ujio wa Kristo pia unamaanisha Kristo atakapokuwa anakaribia watu wake ili aweze kufanya hukumu. Anaendelea kusema hapo ya kwamba mstari wa 45 anasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili? Ni nani basi, swali, yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake. Hapa Yesu azungumzii chakula, lakini anazungumzia awape watu ujumbe wa wakati wake, awape watu ukweli wa sasa, awape watu injili ya wakati wao itakayowasaidia kumaliza kazi, na kazi itakapomalizwa wawe wamesimama kukabiliana na zama ambayo iko mbele yao. Ndio maana panaendelea kusema hapa ya kwamba ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake. Heri mtumwa yule ambaye bwana wake atamkuta akifanya hivyo. Kwa hiyo kama hatutafanya hivyo, ole wa kuogofya utakuwa juu yetu. Unapoangalia, fungua pamoja nami katika dondoo hii, fungua pamoja nami katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, Shuhuda kwa Kanisa, gombo la kwanza, ukasa wa 248. Hapa tunaona mjumbe wa Mungu anatuambia ya kwamba kitu pekee ambacho kitatuamsha katika usingizi na kutufanya tufae kwa ajili ya marejeo ya Kristo ni pale ambapo tutaupokea na kuuthamini ujumbe wa wakati wetu. Anasema hapa, na ujumbe wa wakati wetu ni ushuhuda ulionyooka. Ujumbe wa wakati wetu sio mambo ya laini au vichekesho au yanayofurahisha, lakini ujumbe wa moja kwa moja ambao utagusa moyo na kulalua vazi la usalama bandia ambalo watu wamejivika katika kanisa la Mungu. Anasema hapa kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, Shuhuda kwa Kanisa, kama unaandika gombo la kwanza ukasa wa 248 na ile aya ya pili, mjumbe wa Mungu anasema ni ushuhuda ulionyooka ndio utakaowaamsha watu wa Mungu na kuwafanya wakate shauri. Watu wa Mungu, Waadventista wa Sabato, anasema ushuhuda wa amani hauwezi fanya hivi, kama tulivyoangalia katika kitabu cha Yeremia 8:11 kwamba tukihubiri ushuhuda wa amani tutakuwa tunaiponya jeraha ya binti Sayuni, jeraha ya watu wa Mungu kwa juu juu. Anasema washiriki wamekuwa na fursa ya kusikiliza shuhuda hizi za amani katika mimbari maarufu, mimbari nyingi za kanisa. Hakuna shuhuda zilizonyoka, lakini ni shuhuda laini, na hizi shuhuda laini hazitawafanya watu waweze kusimama katika zama ambayo iko mbele yetu. Anasema lakini watumishi wa Bwana ambao amewakabidhi ujumbe mzito na wa kuogofya. Ujumbe, wapendwa, ni injili ya wakati wetu. Kwa lugha nyingine ni ujumbe wa malaika watatu katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 14, ambao unafunua mpango wa ukombozi, sio katika mianzo lakini katika miisho yake ndani ya patakatifu wa patakatifu. Ndio maana anaendelea kusema hapo ya kwamba ujumbe mzito na wa kuogofya ambao utawaandaa watu wa Mungu kwa marejeo ya Kristo. Anasema lazima watangaze ushuhuda wa wazi ulionyooka na wa moja kwa moja. Anasema hapa watu wa Mungu wamelala katika dhambi zao na wanapaswa kutahadharishwa kabla hawajatoka katika hali yao ya usingizi. Anasema watumishi wao wamehubiri mambo laini, lakini wajumbe wa Bwana waliobeba kweli takatifu za msingi. Na neno la Mungu linasema kama msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini?
msingi wa wokovu wetu, msingi wa tuwezesha sisi kuweza kusimama na kama nyumba ya Mungu, kusimama kanisa la Adventista wa Sabato, ni kuupokea na kuuishi ukweli wa sasa, yaani ujumbe wa malaika watatu unaofunua mpango wa ukombozi katika maisha yake. Anasema hapa ya kwamba waliobeba kweli takatifu za msingi lazima wapaze sauti wala wasiache, ili ukweli upate kulalua vazi la usalama bandia na kupata nafasi moyoni. Sasa unapotazama katika kitabu cha jumbe zilizochaguliwa, selected messages, gombo la kwanza, ukurasa wa 124 aya ya 3. Kwa hiyo ili shetani aweze kuwafanya watu wasisimame, lazima aibe ujumbe wa wakati wao, ili wasiweze kujua nini cha kufanya kwa ajili ya kukabiliana na zahama ambayo iko mbele yao. Ndicho mjumbe wa Mungu anachokieleza katika kitabu cha Selected Messages, gombo la kwanza, ukurasa wa 124 na ile aya ya 3. Kwa hiyo tunaona hapa shetani anaiba ujumbe, na ujumbe upi ambao anauiba? Tutaangalia hapa. Mjumbe wa Mungu anasema ujumbe wa wakati huu unapaswa kuwa chakula kifaacho kulilisha kanisa la Mungu. Anasema lakini shetani amekuwa akitafuta kuiba nguvu ya ujumbe huu. Kwa kama shetani ataiba nguvu ya ujumbe huu, na tunafahamu Injili ndiyo nguvu itakao atupatia wokovu, hatutaweza kuokolewa, hatutaweza kusimama, na tutaona shetani anaiba nguvu ya ujumbe huu katika namna ambayo hata wale ambao wanaibiwa nguvu ya ujumbe huu hawatatambua. Tuendelea kuangalia hapa. Mjumbe wa Mungu anasema lakini shetani amekuwa akitafuta kuiba nguvu ya ujumbe huu ili kanisa lisiandaliwe kusimama katika siku kuu ya Bwana. Na tuliona hapa ya kwamba ili tuweze kusimama katika sikukuu ya Bwana ni lazima tuelewe vizuri ujumbe wa malaika watatu katika miisho yake, yaani ujumbe wa malaika watatu ndani ya patakatifu, kwa sababu huu ujumbe wote wa malaika watatu unatupeleka ndani ya patakatifu katika kufungwa kazi ya mwisho ya ukombozi. Unapoangalia katika kitabu cha Maandiko ya Awali, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasisitiza kuhusiana na ujumbe wa malaika watatu, kama ndio ujumbe pekee ambao utaweza kutufanya kuweza kuwa macho na kusimama katika zahama ambayo iko mbele yetu. Unapoangalia katika kitabu cha Maandiko ya Awali, Early Writings, ukurasa wa 256 aya ya 2, sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema. Ujumbe wa malaika wote hawa watatu uliletwa kwangu, nikaelekezwa kuwa ni nanga kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo kama mtu hana ujumbe wa malaika watatu, hawezi akatolewa katika ng'ambo ya mauti akaletwa katika ng'ambo ya uzima. Huu ujumbe wa malaika watatu ndio nanga ambayo itakufanya utoke ng'ambo ya mauti na kuingia katika ng'ambo ya uzima. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha Maandiko ya Awali 256 na ile aya ya 2. Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema ujumbe wa malaika wote hawa watatu ulileta kwangu, nikaelekezwa kuwa ni nanga kwa watu wa Mungu. Wale wanaofahamu na kuupokea watakingwa, wasije wakapeperushwa mbali kwa udanganyifu mwingi wa shetani. Anaendelea kusema hapa, anazidi kufafanua huu ujumbe wa malaika watatu unazungumzia sasa nini, ambao ndio ukweli wa sasa. Unapoangalia pia kitabu hiki cha Maandiko ya Awali, unapoangalia katika kitabu cha Maandiko ya Awali ukurasa wa 63 na ile aya ya 2, Maandiko ya Awali, Early Writings, ukurasa wa 63 na ile aya ya 2, mjumbe wa Mungu anaendelea kusema lakini masomo kama hema takatifu. Nimetoka kuambia kwamba kile ambacho ujumbe malaika watatu unafungua mpango wa ukombozi ndani ya patakatifu pa patakatifu. Ndio maana hapa anasema lakini masomo kama hema takatifu
Aishii hapo, anasema pamoja na siku 2300. Tena lugha ya Kiingereza imeweka vizuri, anasema but subject as the sanctuary in connection with 2300 days. Yani lakini masomo kama hema takatifu ikiunganishwa na siku 2300. Kwa hata anapojifunza patakatifu pasipo kuunganisha na siku 2300, sitakuwa najifunza ukweli wa sasa, sitakuwa najifunza ujumbe wa malaika watatu, ujumbe wa mwisho wa rehema kwa jamii ya wanadamu. Anaendelea kusema hapa ya kwamba na unapounganisha ujumbe wa hema takatifu au somo la hema takatifu pamoja na siku 2300 na kupeleka mwaka 1844 na kupeleka katika chumba cha mwisho katika hekalu la mbinguni. Anasema pamoja na siku 2300, amri za Mungu na imani ya Yesu vinaeleza kwa usahihi mwamko uliopita wa wana marejeo na kuonesha msimamo wetu wa leo, kuimarisha imani ya mwenye mashaka na kuweka wazi utukufu ujao. Huu ndio ukweli wa sasa. Ndio unapokuja kusoma aya ya kwanza juu yake, mjumbe Mungu anasema kuna kweli nyingi muhimu mno katika neno la Mungu, lakini ni ukweli wa sasa unaohitajika kuhubiri sasa. Anaendelea kusema hapo ya kwamba vinaeleza kwa usahihi mwamko uliopita wana marejeo na kuonesha msimamo wetu wa leo, kuimarisha imani ya mwenye mashaka na kuweka wazi utukufu ujao. Anasema mara nyingi nilioneshwa, sio alifikiri au alidhani, mara nyingi nilioneshwa kuwa hayo ndiyo masomo ya msingi ambayo wajumbe wa Mungu wanapaswa kukawia juu yake. Ndio maana ile nukuu tulitoka kusema, nasema sasa shetani anajaribu kuiba masomo haya yasieleweke ili watu wasiandaliwe kusimama. Na hata ibaje, tutaendelea kutazama. Napozidi kusoma katika kitabu cha Great Controversy, pambano kuu, Great Controversy, ukurasa wa 488 aya ya pili, ni msisitizo tu kwa ujumbe wa malaika watatu na ufunua somo la patakatifu katika mpango wa ukombozi ndani ya chumba cha mwisho, ambapo tunaona kinachofanyika hapo ni hukumu ya upelelezi. Mjumbe wa Mungu anaendelea kutupatia mkazo wa kuweza kuelewa ujumbe huu ili tufanye kufaa kwa ajili ya zahama ambayo iko mbele yetu. Mjumbe wa Mungu anasema katika kitabu cha Great Controversy 488 aya ya pili, anasema somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi yanapaswa kueleweka vizuri kwa watu wa Mungu. Anaendelea kusema aya 3, patakatifu pa mbinguni ni kitovu cha kazi ya Kristo anayoifanya kwa niaba ya mwanadamu. Inamhusu kila mtu anayeishi duniani. Inafunua mpango wa ukombozi. Inatupeleka, kumbe patakatifu pa mbinguni tena kwa kipindi chetu, sio katika ua wa nje, sio katika chumba cha kwanza, lakini katika chumba cha pili cha mwisho ambacho ni patakatifu patakatifu. Hapo ndipo tunaona mpango wa ukombozi ukifunuliwa katika kazi ya hukumu ya upelelezi. Ndio maana aya iliyopita imesema somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi yanapaswa kueleweka vizuri kwa watu wa Mungu, watu wa Mungu na Adventista wa Sabato. Mjumbe wa Mungu anaendelea kukazia katika aya ya 3, pambano 10:488, patakatifu pa mbinguni ni kitovu cha kazi ya Kristo kwa niaba ya mwanadamu. Inamhusu kila mtu anayeishi duniani. Inafunua mpango wa ukombozi, kwa sababu nukuu ambayo tutaisoma sana ni nukuu ambayo inasema dhima kuu ya Biblia, dhima ambayo kwayo kila dhima nyingineyo katika kitabu kizima imejengwa, ni mpango wa ukombozi. Tunapoangalia kitabu cha Education 125, anasema hapa ya kwamba inafunua mpango wa ukombozi, inatupeleka mpaka mwisho wa wakati na kufunua matokeo ya ushindi kati ya haki na dhambi. Ni yenye umuhimu wa juu kabisa ambayo wote wanapaswa kuyachunguza kikweli kweli. Mafundisho haya tunapaswa kuyachunguza kikweli kweli, ndio maana tunaita ni ukweli wa sasa. Tunatakiwa kuyachunguza kwa karibu zaidi. Anasema wote wanapaswa kuyachunguza kikweli kweli mafundisho haya na kuwa tayari kumjibu kila mtu ambaye anawauliza sababu ya tumaini ambalo liko ndani yao. Sasa ili shetani atutenge na masomo haya
ana mbinu anazozifanya kwa watu wa Mungu ili wasitumie muda mwingi kuchunguza haya masomo ambayo ndio ukweli wa sasa, na masomo haya ndiyo yanayoelezea kwa upana ujumbe wa malaika watatu. Anawaletea mada nyingine ambazo sio za msingi ili wapoteze muda, na siku ya Bwana itakapokuja wakutwa wakiwa wamesinzia, kwa sababu watakuwa wamebeza au wamepuuzia ujumbe ambao ungeweza kuwafanya kusimama katika sikukuu ya Bwana, ambapo hukumu ya upelelezi itatoka kwenye haki waliokufa na kuingia kwenye haki walio hai. Juma Mungu anasema katika kitabu cha Pambano Kuu 488 aya ya kwanza, anasema shetani anabuni na kuvumbua njama na hila zisizo na idadi za kumiliki akili zetu ili zisiweze kufikiria sana juu ya kazi kuu ambayo tunapaswa kujizoeza kabisa. Mdanganyaji mkuu, mtakazia hapa, mdanganyaji mkuu. Tumetoka kuangalia katika kitabu cha Jumbe Zilizochaguliwa, Selected Message, gombo la kwanza 124 aya ya 3, anasema lakini shetani amejaribu kuiba nguvu ya ujumbe huu ili kanisa la Mungu lisiandaliwe kusimama katika sikukuu ya Bwana. Na hapa anakazia mdanganyaji mkuu huzichukia sana kweli kuu zinazoeleza juu ya sadaka ya upatanisho na mwombezi mwenye uwezo wote. Kwa shetani anazichukia. Na tunaionaje chuki yake? Analeta mada nyingine, kwa sababu huwezi kumwona shetani kimwili akikuchukia, lakini atakuletea mada nyingi zisizo na msingi. Zimiliki akili yako ili usijue kile ambacho kinaendelea katika hekalu la mbinguni na wajibu wako wa kufanya ili ufae kusimama katika sikukuu ya Bwana ambayo iko mbele yetu. Anaendelea kusema pia kwamba mdanganyaji mkuu zichukia sana kweli kuu zinazoeleza juu ya sadaka ya upatanisho na mwombezi mwenye uwezo wote. Anaelewa kwamba kila anayetegemea akili zake potofu utengana na Kristo na ukweli wake. Anaendelea kusema hapa katika kitabu cha huduma ya uponyaji, Ministry of Healing 451 na ile aya ya kwanza. Sikiliza kile ambacho mjumbe wa Mungu anasema, ni jinsi gani shetani anaiba ujumbe huu wa malaika watatu, ni jinsi gani shetani anaiba ukweli huu wa wakati wetu ili tusiandaliwe kusimama katika sikukuu ya Bwana. Anasema hapa, kwa uwazi zaidi kuliko awali tunapaswa kuelewa mambo ya msingi. Mambo ya msingi kwa Kiingereza ni real issue, mambo ya msingi katika pambano kuu ambalo tunahusishwa naye. Mambo ya msingi Mungu hajaacha gizani, amefunua kupitia somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi, kama vile masomo haya yanavyoelezwa katika ujumbe wa malaika watatu. Anasema tunapaswa kuelewa kwa ukamilifu zaidi thamani ya kweli za neno la Mungu, na ni kweli za sasa ndizo zinazohitajika kundini. Anasema na hatari ya kuruhusu mawazo yetu kupotoshwa na kutoka katika kweli hizi na nani? Na mdanganyaji mkuu. Ndio maana nukuu iliyopita tumesema shetani anabuni na kuvumbua njama na hila zisizo na idadi ili kumiliki akili zetu zisiweze kufikiria sana juu ya kazi kuu ambayo inaendelea katika hekalu la mbinguni. Anaendelea kusema mdanganyaji mkuu uzichukia sana kweli kuu zinazoeleza juu ya sadaka ya upatanisho na mwombezi mwenye uwezo wote. Anasema anaelewa ya kwamba kila anayetegemea akili zake potofu utengana na Kristo pamoja na ukweli wake. Ndio maana hapa anaendelea kusema pia kwamba tunapaswa kuelewa kwa ukamilifu zaidi thamani ya kweli za neno la Mungu na hatari ya kuruhusu mawazo yetu kupotoshwa kutoka katika kweli hizi na mdanganyaji mkuu. Na anahitimisha wa kusema katika kitabu cha Medical Ministry ni huduma ya utabibu kwa Kiswahili, lakini sidhani kama hiki kitabu kimetafsiriwa kwa Kiswahili, lakini kwa Kiingereza ni Medical Ministry, ukurasa wa 93 nitakusomea aya ya 6. Medical Ministry ukurasa wa 93 nitakusomea aya ya 6. Neno la Mungu linasema, hebu tuvae silaha zote za Kikristo na kwa uhodari tumpinge adui. Tutapaswa kukutana na malaika waovu na mkuu wa nguvu za giza. Mkuu wa nguvu za giza ni shetani.
Anaendelea kusema hapa ya kwamba shetani hajalala kwa njia yoyote. Ndio maana tuliona yupo mwacho katika mwamko mkuu. Anasema shetani hajalala kwa njia yoyote ile, yupo macho katika mwamko mkuu na anacheza mchezo wa maisha kwa roho za watu wa Mungu, roho za Waadventista wa Sabato. Atawajia na udanganyifu. Sasa anachezaje na roho zao? Na shetani anapocheza na roho zao ni aidha uokolewe au upotee milele. Sasa anachezaje na roho zetu? Kwa ujuaji, kwa kutupatia mada ambazo sio za msingi, mada ambazo sio kweli wa sasa, mada ambazo hazitatuandaa kusimama katika sikukuu ya Bwana. Anaendelea kusema hapa kwamba na anacheza mchezo wa maisha kwa roho za watu wa Mungu. Atawajia na udanganyifu wa namna zote, akitumaini kuwaongoza kinyume na unyoofu wa imani yao. Na kipindi kinachokuja tutaangalia huu udanganyifu au hizi mada ni zipi. Tutaangalia katika somo linalokuja lenye kichwa kinachosema ni nani atakayesimama, sehemu ya pili. Anaendelea kusema hapa ya kwamba akitumaini kuongoza kinyume na unyofu wa imani yao. Anasema anatamani kuondoa umakini wao kutoka katika mada za msingi. Sikiliza hiki ambacho mjumbe wa Mungu anakazia sana, mada za msingi, somo la patakatifu na hukumu ya upelelezi kama inavyofunuliwa katika ujumbe wa malaika watatu. Anasema mada za msingi na kuwapeleka katika nadharia za uongo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Sauti ya Marejeo unayonifuatilia, na kukaribisha tuweze kuona ni mada gani hizi ambazo shetani anazileta ili kutufanya kuweza kusinzia siku zote na kutokuwa tayari kusimama wakati ambapo zama kuu itakuwa mbele yetu na hukumu ya upelelezi kutoka kwenye haki waliokufa na kuingia kwenye haki walio hai. Kwa hiyo nakukaribisha katika mfululizo wa somo hili, ni nani atakayesimama, sehemu ya pili. Lakini kumbuka kwa wakati huo kuwa na daftari, kuwa na kalamu pamoja na Biblia yako mkononi. Lakini ningependa kukualika, ikiwa una nafasi ya kupiga magoti tunapohitimisha, piga magoti pamoja nami. Ikiwa una nafasi ya kusimama, tasimama, na ikiwa una nafasi ya kuinamisha kichwa chako hapo ulipofanya hivyo, tunapoenda kumwomba Bwana. Binafsi nitapiga magoti. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya fursa hii ambayo umetupatia. Baba, umesema tushindanie mali waliokabidhiwa takatifu mara moja tu. Asante kwa sababu umetupatia onyo hili la mwisho, hakutakuwa kuna onyo lingine tena la kutuandaa kusimama katika sikukuu ambayo iko mbele yetu. Hivyo tusaidie haya mambo tuweze kuyazingatia na kuyachukulia kwa uzito kuliko huko nyuma. Lakini pia tusaidie siku kwa siku tuweze kuwa wafasi wako, kwa sababu hata leo wai wetu unaweza ukakoma na tukaitwa kusimama katika hukumu. Tusaidie Baba, kila punde tuweze kuwa na ushirika wa kudumu pamoja na wewe. Kila punde tuweze kufahamu na maombi yetu yaweze kuwa ni pumzi kwako katika safari ya kutoka mautini na kuelekea uzimani. Bariki mtazamaji na msikilizaji, lakini pia kutana mahitaji yetu yote ambayo unayafahamu ya kimwili na kiroho. Zaidi sana tupatie Roho wako Mtakatifu, tupatie mvua yako ya vuli itakayotukamilisha katika kufunga historia ya ulimwengu huu. Naamini umesikia na utakuwa pamoja nasi sote. Ndilo ombi letu kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo, amina.